ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Ndugu zangu wajumbe wa kikao hiki, kwanza nianze kwa kuwashukuru, lakini shukrani za pekee zimwendee Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, aliyetujalia pumzi na afya tukawepo saizi kwenye eneo hili. Wako watu ambao wangetamani kuwepo na sisi hapa, wengine wana changamoto mbalimbali, ziwe za kiafya, ziwe za dini, lakini ni changamoto. Lakini kwa upande wetu Mwenyezi Mungu ametutunuku afya na uzima, tumekuja hapa kuzungumza kwa pamoja. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana ninyi kwa kuja, kwa sababu mlikuwa mna uwezo hata wa kugombea, nisingewafanya chochote. Yaani natoa taarifa, jamani, naomba tukutane, alafu nyinyi mkasizi. Uwezekano huo mnao, ukizingatia leo ni siku ya weekend, ukizingatia leo ni siku ya mapumziko ya serikali, kwa hiyo mngeweza kusema au kufanya chochote. Lakini nianze kwa kusema mimi ni muumini kwa kuamini kuwa falsafa ya kuwa tuende pamoja ili tufike tunapohitaji kufika. Wanafilosofi wanasema ukihitaji kufika haraka nenda peke yako, lakini ukihitaji kufika mbali nenda na wenzako. Mimi naamini nyinyi ni wadau muhimu mno kwenye hatima ya maendeleo ya Tunduru, kwa sababu ili tuambiwe Tunduru bwana kwa usafi wameshika safari hii namba 2, namba 3, namba 4 kama ilivyo Arusha, Iringa na mikoa mingine au na wilaya zingine, ina maana wafanyaji hizo kazi sio mkurugenzi, sio mwenyekiti wa halmashauri, sio wenye viti au kamati, sio nini, na maana ni nyinyi ndio mnaofanya katika hatua ya chini kabisa. Wakisema Tunduru tumepata hati safi ya makusanyo na matumizi ya pesa za halmashauri, hizo pesa wanaokusanya ni nyinyi huko chini. Sasa kwa tabaka lenu, mimi binafsi nimeona kuwa ili tuende vizuri ni lazima tukae tuzungumze. Inawezekana kuna changamoto mnazipitia, inawezekana kuna mambo mnakwazika, tuzungumze, manake hatuwezi kujua, yaani mimi siwezi kujua unachofikiri wewe mpaka pale unaponiambia, na wala mimi huwezi kujua ninachokifikiri mpaka pale ninapokuambia ndugu yangu au ndugu zangu katika hiki, hatuwezi kuwa tunaenda sawa. Lakini ninachotamani kuona tunaondoa ile cheni ya lawama. Yaani mtu wa usafi analaumu, mwenyekiti wa halmashauri analaumu, mkurugenzi analaumu, wananchi wa kawaida wanalaumu. Na maana tunatengeneza cheni ya lawama. Yaani kiongozi wa mazingira naye analaumu. Sasa tufika hatua ile cheni kujaribu kuikata. Mimi naamini changamoto haziwezi kuisha. Kadiri tunapoendelea na changamoto ndio zinajizalisha. Kwa mfano, zamani tulikuwa na shida ya kutembea kwa miguu, hakukuwa na usafiri kama bodaboda ulivyo leo ambao unapenya mpaka mashambani, lakini leo amini wako watu wana miezi 6 wako hospitali kwa ajili ya pikipiki hiyo bodaboda. Kuna watu wamepoteza maisha. Kwa hiyo hizo ni changamoto na wameacha ile yatima. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kwa ajili ya maendeleo na ndivyo hivyo changamoto zinaongezeka. Lakini je, mnapata mikakati gani juu ya kuziondoa hizo changamoto au kuzipunguza au kuangalia namna nyingine ya nini ya changamoto? Kwa sababu leo hii pikipiki inasaidia kwa haraka, watu wanatembea, inasaidia kubeba mazao, inasaidia vitu vingi. Kwa hiyo lakini kuna changamoto chache au ndogo zinazojitokeza zikiwepo na hizo. Lakini swala la kutembea umbali mrefu kwa miguu si ufanyaje zimepungua. Kwa hiyo tunahitaji kuona vitu kama hivyo, kuwa tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Habari ya kulimbikiza matatizo na changamoto hiyo tunaona au tunaomba ipungue kwa wilaya ya Tunduru. Ndugu zangu, mimi nipo hapa kwenu. Zile kero zenu mimi nitazichukua kama zilivyo, na zote zitapatiwa majibu. Inayomhusu mkuu wa idara nitamwambia, ataijibu. Inayomhusu mkurugenzi ataijibu, na inayohusu ofisi ya mwenyekiti wa halmashauri nitaijibu. Na nitarudi kwenu baada ya muda, ima miezi 3 au miezi 6, kuzungumza tena na nyinyi, kuambieni kwa siku ile mlitoa kero hizi 1, 2, 3, 4.
tulizofanikiwa kuzifikia ni 1, 2, 3, na hizi majibu yake ni haya, hata kama hiyo tumefanikiwa au hatujafanikiwa, lakini majibu lazima tupeane. Kwa nini iwe hivi? Ni kwa sababu tuone kuwa baadhi ya vitu kweli vinaonekana vinatatuliwa vile vilivyo ndani ya uwezo wetu. Kwa hiyo hiyo ndio tamaa yangu mimi kuona kuwa walao, yaani sio kuingiza matatizo miaka nenda rudi hivyo. Lakini ndugu zangu, mimi niwaambieni, yale mengi ya kimaslahi ya kimkataba ya nini yanahitaji fedha, au mnasemaje? Sawa. Yaani tukizungumza swala la vifaa, tukizungumza posho, tukizungumza nini, ina maana hayo yote yanahitaji pesa. Mimi siku zote nimesema muhimili kwa jambo lolote ndani ya halmashauri ili tufike tunapohitaji kufika, sio kwa nini tu, hata sisi madiwani, kwa sababu kila diwani anatamani kwenye kata yake changamoto za miundombinu, changamoto za nini ziishe. Lakini tunapozungumzia hivyo, kitu muhimu cha kwanza ni swala linalohusu nini? Pesa. Na hiyo pesa baadhi yenu ninyi mko mnaoshiriki kukusanya. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, mimi niwaambieni, nitakuwa mkali kwenye kusimamia mapato ya halmashauri, kwa sababu naamini bila hilo, hata kama tuseme hapa tutaongezeana posho, haiwezekani. Hata tuende kwa mkurugenzi atakuonyesha, mheshimiwa, si unaona gapu letu lilivyo. Sasa isionekane Tunduru kwenye matumizi ndio tunasema Tunduru kubwa ina eneo kubwa zaidi ya mkoa wa Mtwara, lakini kwenye makusanyo tunakusanya mapato ambayo hayatoshelezi. Yaani ni sawa eneo Mtego, makusanyo Sungula. Hili nawaambieni ndugu zangu, mimi sitakuwa mwenyekiti wa namna hiyo, na yoyote ambaye ataingia kwenye mtego tusije kulaumiana. Ndio maana tunaitana katika hatua ya mwanzo, tunaelezana na haya tukaambizana. Sisi tulitegemea hapa tutakuta vibarua wote wa halmashauri, labda yule ambaye kwenye eneo lake kwa sasa hivi bado linahitaji mtu awepo, huyo sawa, tungeleta nani, lakini karibia wote wako madereva vibarua, lakini hapa siwaoni wako. Yaani kuna matabaka mengi ambayo tulihitaji kukutana nayo, na kila mmoja ana wajibu wake. Ili Tunduru iendelee, ni lazima tuseme aliyejiweka kwenye kitengo cha kuingiza mwarelela kudevela afanye kazi yake kwa uwezo wake wote. Aliyejidhamini kuwa mimi bwana kasangu sasa wapi Tunduru hii kuna mnembuaji mzuri, kwa sababu hata wao mnembuaji wako, kuna watu wamekwenda mpaka nchi za nje. Kwa mfano wapo Gojo, kuna jamaa alikuwa anacheza sarakasi, anajikunja kama mnakumbuka, yule aliondoka muda mrefu, alichukuliwa China. Kwa hiyo tuzalishe watu wa design hiyo, kuwa huyu akisema kuwa ni msafi kweli, tujue kweli eneo analofanyia kazi kweli limefanya, lakini hatuwezi kwenda huko kama swala la mapato litakuwa halijakaa vizuri. Tunatambua, tunaishi na tunaona pia nyinyi vibarua mmekuwa mkitumika sana na watu wa idara kupenyeza ajenda zao. Yuko mtu amejitambulisha hapa, anatoka kwenye choo cha soko kile, ukienda pale unakuta ameprint tu karatasi ameziweka tu pale. Itimisi na maana anatukadiria yeye, kwa sababu mimi nilichotegemea kwa kuwa ni stendi na watu wanakuja kwa haraka, ataprinti 10, 20 kwa ajili ya wala abiria wenye haraka, yani hivyo. Lakini uone tena na print, lakini zile ukikaa kutwa nzima unakutana nazo zile. Ndio maana Itimisi yeye ametukadiria sisi kwa hapa bwana, mimi ni 10,000, 10,000, 5,000. Atalani basi, ina maana kinachoendelea anajua yeye na msimamizi wake. Hatuwezi kukubali jambo kama hiyo. Ni stendi, ndio hapa ndio vya soko, ndio vya soko. Na penyewe unakuta kamchezo kama hapo, yeye ana haraka gani? Wale si wasafiri. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ukiviangalia unaona kabisa kuwa hivi ina maana. Lakini sasa hiyo wewe na mkuu wako wa idara au na mtu wako wa idara unajua namna mnavyoishi, na maana hata mshahara ukichelewa unajua namna unavyotengeneza mazingira hayo ya kulingana. Lakini je, mchukulie yule anayezoa takataka ambaye yeye ruhusa ataitoa wapi? Au atatengeneza mazingira wapi? Na maana wewe unatubania mapato ambayo yanakwenda kuwabana hata wale ambao kwenye position zao hawana cha kufanya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, na waombeni chonde. Mimi wale wa magetini watakuwa wana taarifa zangu. Kuna geti la Njenga nimesumbuana nalo sana. Sasa kipindi kile nilikuwa upinzani, lakini nilikuwa diwani wa kawaida. Sasa hali ile wale waliokaa kituo cha Njenga watawaambieni kilichokuwa kinafanya miezi miwili, unakuta kituo akitoi risiti, akitoi nini. Na maana wanachokifanya mizigo yote ambayo haiji mjini
inayoishia kati ya Mchoteka, Jenga penyewe pale na Lasi, Mbesa, Chiwana, mizigo yote inayoishia hizo hapo katikati, wao wanachukua pesa tu, hawatoi risiti, watu wanakwenda, kwa sababu anajua geti lingine liko Azimio, geti lingine liko wapi? Tunduru. Kwa hiyo mizigo inayokuja Tunduru ndio inayokatiwa risiti. Lakini ile yote inayoishia njiani, wakati mule kuna matajiri wakubwa wanaziteka mpaka roba 600, 500, 100 ngapi, unakuta namna wanavyoishi haitii hata nguvu kwenye kuisimamia ile halmashauri. Lakini tulikuwa tunaeleza, sio kwenye vikao hatukueleza. Wewe si wengine tulisimama tulieleza. Ili halijakaa sawa, lakini unakutana na lugha nyepesi linapigwa dandara linaondoka. Siwezi kuwa mwenyekiti wa design hii. Na waahidi. Mkiwa na jambo ili tuende vizuri, mkiwa na jambo toeni hapa, tutatoa mawasiliano, toeni taarifa bwana mwenyekiti, kuna 1 2 3 kinaendelea hapa. Mkificha nyinyi, na ndivyo hivyo hali itaendelea kuwa hivyo, tutaendelea kulaumiana tu. Hata mimi nitaonekana sina maana kwa jamaa anaongea sana, lakini hamna kitu. Kumbe ni nyinyi ndio mnatukwamisha, na ndio kisa cha mimi kurudi kwenu nyinyi chini. Yako mambo mengi huko marketing. Mimi nimesafirisha mizigo, lakini ndio tunapita na tunaona. Leo nakuta mtendaji tu wakata amejitengenezea, ina maana kila siku jioni anakwenda getini kuchukua hela. Kila siku jioni anakwenda kuchukua hela getini. Ina maana roba ziko 20 pengine zinakatiwa 10 zinavutwa, mtendaji wakata naye anatuhujumu. Sasa jambo kama hili ndugu zangu, mimi sitapenda kuliona. Ili tuende kwenye haya, ni lazima makusanyo yakae vizuri. Jamani, kurola ni kuliaga. Habari kama hizi ambazo Mheshimiwa Rais wa Mozambique aliwahi kusema, grande problema de africana cada pessoa cabirit come onde está mal. Kuwa yeye alikuwa anatoa maoni yake kuwa tatizo kubwa la nchi za Kiafrika, kila mtu mburi ajikulia paji tawili. Yaani mbuzi anakula kulingana na urefu wake. Sasa kuna mbuzi wengine hawana kama hiyo, haina urefu. Ina maana wewe utakula mpaka eneo ambalo mwezi wake anatakiwa kula. Kwa hiyo tusiende huko. Yeye alisema grande problema de africana cada pessoa cabirit come onde está mal. Kwa mbuzi tatizo kubwa la Kiafrika au Afrika sisi, kila mmoja anakula kulingana na urefu wa kamba yake, kitu ambacho hapana. Tupande mifumo, tusisimamie hiyo mifumo, sio ya maneno tu na maandishi kwenye makaratasi. Mapato jamani. Yaani mkiulizwa nyinyi mwambie diwani au mwenyekiti wa halmashauri amesisitiza juu ya swala la makusanyo. Mirija hiyo tunaifahamu na tunakusanya maoni kwenu kama mlivyotoa, na tutatumia njia nyingine, na kwa wananchi tutakwenda nao watatoa maoni yao, na tutatumia njia yoyote kubaini vitu kama hivi, udanganyifu kama huu unaoikosesha halmashauri mapato na watu wachache kunufaisha wengi tukiwa tunaumia. Tunduru safi. Jambo la pili ndugu zangu, ni waombe uwajibikaji. Kwa mfano wale wenzangu wa dampo lile la pale mjini, katikati ya mji pale, yaani taswira yote ya mji, yaani mgeni hawezi, barabara zenyewe chache. Mimi huwa nasema Tunduru si hatuna mjini. Sehemu gani ambayo ukija tu kutoka Mchoteka kila mmoja, mheshimiwa nimekuona mjini kule, mahali barabara yenyewe moja. Si ndio hivyo jamani? Barabara yenyewe moja au mbili. Yaani fika hapa mpaka utaondoka, usipozikanyaga hizo wewe hujafika hapa leo. Si ndio hivyo jamani? Halafu kwenye hizo barabara mbili unakutana na dampo moja chafu kweli hapo katikati ya mji. Mnaponaje? Haliko sawa. Sasa hali ile katikati ya mji, dampo la Nanjoka, dampo la Nakayaya yatakuwa na hali gani? Tutimize wajibu wetu. Tutimize wajibu wetu, alafu turudi kwenye kudai haki zetu. Na namna pekee ni hiyo. No right without responsibility. Hakuna haki bila wajibu. Tutimize wajibu wetu. Yaani una jambo jamani, milango ya ofisi yangu iko wazi. Mimi ni mtu wa kushuka chana chini, nianze huku chini ili twende pamoja. Kwa sababu siwezi kuwa mwenyekiti bora kama nyinyi mmeamua kunisusia na kunigomea, kwa sababu siwezi kwenda kuzoa mita nataka damu. Kwa hiyo uzuri wa mimi mnao nyinyi na ubaya wa mimi mnao nyinyi. Au mnasemaje? Sahihi. Sasa sitakuwa tayari kuona tunaingia kwenye shughuli ambazo haziko vizuri. Naomba tafadhali sana, niko chini ya miguu yenu. Tuende tukawajibike. Alafu yale yanayowahusu nyinyi tuachieni, ili na sisi sasa tuende tukapambane.
tumeleta gari mpya pale, lakini tutakachoshangaa ile gari inafanya kazi za kubeba michanga ya watu zaidi kuliko kubeba takataka pale. Hili halitakubalika. Ni lazima tuelezane kwa sio kama hatujui na hatuoni. Tatizo la sisi ni hilo, tunaishi kama mbuni, unafika na kichwa kiwiliwili kiko nje. Kwa hiyo bali yanafanya ni mbali. Yanaonekana, lazima tuseme ukweli, na tusiposema ukweli hatuwezi kuondoa matatizo. Sijui mnanielewa ndugu zangu. Kwa hiyo chonde. Naomba twende tukawajibike kila mmoja kwenye position yake. Lakini pia wale nilio hapa kuandaa kikao, nitawasisitiza kwa wengine, mimi silengi nyinyi tu. Nalenga hata hao waliowaacha, yaani wote, kila mmoja ana nafasi yake, kwa sababu hata yule dereva pia ana changamoto zake anazokutana nazo. Tubadilishane mawazo, tujue mnayopitia. Sisi tunakutana, tukaenda yule anakuja kwenye vikao, anawasilisha taarifa zake pale, lakini yako maoni hapa tunayapata ambayo pengine yeye huwa hayaweki kwenye taarifa zake. Tunapata namna ya kusaidiana kuyachakata na kuyachambua na kufikia hatima. Jina naitwa ndugu Salumu Alfani Mtelela. Naona leo ni tarehe 12 mwezi wa kwanza na 2026. Tulikuwepo kwenye jengo hili hapa kwa ajili ya kikao na cha meya wa jiji wa halmashauri ya wilaya Tunduru. Tulikuwa na kikao chetu sisi watu wafanyakazi, au niseme kwamba kama vibarua. Alituita kuongea naye mwenyekiti wa wilaya ya Tunduru kwa ajili ya apate kero zetu na matatizo yetu kwa ajili ya kazi zetu ambazo tunazozifanya. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru mwenyekiti huyu. Tangu niingie kazi hii na miaka kama 12, sijawahi kuona meya ambaye anatuita sisi hali ya chini kuja kuongea naye, kuja kuchukua kero zetu. Kwa kweli tunamshukuru sana, na tumeweza kumpa kero zetu na ameshazichukua, na tunajua kabisa wazi atazifanyia kazi vizuri sana, na tutaenda naye vizuri kama ni mwenyekiti wetu wa halmashauri hii ya wilaya ya Tunduru. Kwa kweli tunamshukuru, yaani kwa kweli tunapofika kama mimi namshukuru sana. Sijawahi kuona tangu niingie Tunduru hii kufanya kazi, kuingia kwenye upande wangu wa ulinzi, hajawahi kuitwa kwa ajili ya kuongea nao, achukue kero zetu, matatizo yetu. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana. Kama wafanyakazi wa halmashauri wote pamoja na afya na maendeleo ambao aliofanya mwenyekiti wa halmashauri, tunampongeza zaidi sana kwa sisi wote. Yaani mambo asiuache, aendeleze mpaka miaka yake, na atazidi miaka kwenda atazidi kupata tu, na tutasaidia ili nini apate uongozi tena kwa miaka mingine. Kwa utu asiuache, asitupe mkono, sababu saa hizi tupo hoi. Yaani sio kwa kurudia hapa, hali ni ngumu, wanafunzi tunashindwa kusomesha, hali jinsi ilivyokuwa, mshahara jinsi alivyotemuka mjumba aliyopita, hali ngumu kabisa, mshahara mdogo, yaani mambo haendi, njaa. Kwa hivyo tunachoomba, tafadhali mwenyekiti atufikirie, na sio atufikirie, afanye. Na mshahara usio unachelewa, mshahara wetu tunachelewesha, baada ya mwezi tunakwenda kupata nusu ya mwezi. Sasa hili linauma, naona sasa sisi la kufanya sasa, inaonekana sasa hamna uamuzi baadaye. Ni kitu gani? Kumbe sisi tunacheleweshwa kwa ajili ya nini? Hela yetu ambayo mshahara unachelewa, mshahara ni mdogo. Mimi nikishafikia hapo nasema asante. Mimi naitwa Mkwanda Said Chande, ni mlinzi wa halmashauri, nipo pale maegesho. Huu ni mwaka wa ngapi ndugu Chande Said Chande kazini?